Hivi umewahi kudanganywa? Watu wanakuambia kuwa unahitaji mamilioni na duka la kifahari ili uanzishe biashara ya vipodozi. Watu wengi wamekwama kwenye uongo huo. Wanawaza kodi, leseni za TMDA na kuagiza makontena. Wanajiuliza, nitawezaje kushindana? Na mwisho hawaanzi kamwe. Lakini vipi nikikwambia unaweza kuanzisha biashara ya vipodozi kwa mtaji mdogo tu na kuanza kutengeneza faida ndani ya wiki moja? Kwenye video hii nitakupa mbinu 7 ambazo zitakutoa kwenye kuwaza na kuweka kwenye kutengeneza pesa. Baki hadi mwisho kwa sababu hatua ya 7 itabadilisha kabisa kila kitu unachojua kuhusu neno mtaji. Sasa hebu tuangalie mbinu 7 za kuanzisha biashara ya vipodozi kwa kutumia mtaji mdogo, ambazo ni kama zifuatazo. 1. Fanya maamuzi na lipua fikra zako. Kabla hatujaongelea bidhaa gani uuze, lazima kwanza uvunje adui yako namba 1, ambayo ni uoga. Uoga wa kushindwa, uoga wa kuanza kidogo, uoga wa watu watakuonaje. Sio ukosefu wa pesa unaokuzuia, ila ni huo uoga. Unahitaji kufanya maamuzi leo, ikiwezekana sasa hivi. Amini kuanza kidogo na mkakati wa kishujaa. Huhitaji duka la frame. Duka lako la kwanza ni simu yako tu. Frame yako ya kwanza ni WhatsApp status. Badili swali kutoka nahitaji pesa ngapi na ujiulize, nianzaje na hiki nilicho nacho? Hata kama ni 0, jiambie kwa sauti kubwa, mimi ni mfanyabiashara. Sasa nina changamoto kwako. Wiki hii lengo lako ni kuuza bidhaa moja tu. Ukifanya hivi umeshinda vita ya kwanza na muhimu kuliko zote. Amua sasa. Mbinu ya pili inahusisha kuchagua uwanja wako na bidhaa ambazo ni muhimu. Hii ni safi sana. Sasa chagua uwanja wako wa mapambano. Usifanye kosa la kifo la kujaribu kuuza kila kitu. Utashindwa vibaya. Chagua eneo moja na uwe mnyama kwenye eneo hilo. Yaani uwe unafanya vizuri kabisa kwenye hilo eneo. Fikiria maeneo haya. Kwanza, manukato, yani perfumes. Piga hela na perfume za kuchanganya au body mist. 2. Utunzaji wa ngozi, yani skin care. Tawala soko na losheni au sabuni za asili. 3. Ni bidhaa za nywele. Jikite kwenye mafuta ya nywele au steaming. 4. Ni makeup. Anza na kitu kimoja kinachowaka moto kama lipstick. Baada ya kuchagua uwanja, tafuta sasa bidhaa ambazo ni maarufu. Hii ni bidhaa moja inayouzika kama njugu na ina faida kubwa kabisa. Sasa ngoja nikupe mfano. Unaweza kununua body spray kwa shilingi 3,500 na kuiuza kwa shilingi 5,000. Faida inakuwa ni shilingi 1,500. Papo hapo. Hiyo ni karibu 43% faida. Sasa fikiria ukiuza 100 hizo body spray. Hiyo ni faida ya shilingi 150,000. Faida inaweza kuwa kuanzia 30% hadi zaidi ya 100%.
Mbinu ya tatu, uza bidhaa ambazo huna. Yaani kwa lugha ya kitaalamu wanasema ni drop shipping. Hii ndio siri kubwa kuliko zote kwenye video hii. Jinsi ya kutengeneza pesa bila ya kuwa na pesa. Nisikilize kwa makini. Huna haja ya kuwa na mzigo wako. Unahitaji tu simu yako na uaminifu vinatosha. Sasa fanya hivi. Nenda kwenye maduka ya jumla kama vile Kariakoo kwa hapa Dar es Salaam, alafu waambie wauzaji, habari, nina mtandao wa wateja online na nitawasaidia kuuza bidhaa zenu. Nitapiga picha, nikipata mteja na kuja kuchukua bidhaa kwako. Wengi watakubali kwa sababu unawasaidia kupata pesa. Kisha inakuwaje? Piga picha na video za moto kwelikweli za bidhaa zao. Ziposti kila mahali kwenye WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook na kadhalika. Mteja akitaka anakulipa wewe kwanza. Unachukua pesa ya mteja, unaenda kununua bidhaa na unabaki na faida yako. Kisha unampelekea mteja mzigo wake. Mbinu ya 4 ni kujenga duka lako la mamilioni kupitia mtandaoni. Sasa unahitaji duka. Instagram na WhatsApp ndio maduka yako. Lakini 99% ya watu wanachemka hapa. Wanaposti picha na bei tu. Hii inaboa. Badala yake, toa thamani. Fanya ifuatavyo. 1. Fundisha watu. Kama unauza lotion, toa video ya jinsi ya kujua aina ya ngozi yako. Hii inakufanya uonekane wewe ni jembe kwelikweli. Sio muuzaji tu. Watu hununua kutoka kwa majembe. 2. Tumia video fupi. Kwa mfano Reels au TikTok. Fungua bidhaa ionyeshe. Jipulizie hiyo perfume. Elezea harufu yake. Video moja inauza kuliko maneno milioni. Namba 3, shuhuda za wateja. Mteja akifurahia bidhaa zako, muombe marejesho. Piga screenshot na iposti. Huu ni ushahidi wenye nguvu kuliko tangazo lolote la kulipia. 4, muonekano wa kijanja. Fanya kurasa zako zipendeze. Jina kali, picha ya wasifu inayovutia na namba yako ya simu kwenye bio. Mtu akitua kwenye peji yako, ajue amefika kwa mtaalamu. Mbinu ya 5 ni kuanza na wateja 100 walio kwenye simu yako. Wateja wako wa kwanza wako hapa. Kwenye orodha yako ya simu ambayo ni marafiki, watu wa familia, wafanyakazi wenzako, acha uoga. Kuitwa muuzaji wa WhatsApp. Hii ni heshima kwako. Wewe ni mjasiriamali anayepambana. Nina kazi kwako sasa kukupa. Tuma ujumbe huu kwa watu 20 ikiwezekana leo hii na sio kesho. Andika hivi, mambo vipi, unataja jina la mhusika. I hope uko poa. Nimeanzisha dili jipya la vipodozi vikali na vya uhakika. Nimekuweka kwenye orodha yangu maalumu ya watu wa kwanza kujua. Nitakuwa naweka vitu vizuri kwenye status yangu. Shukrani kwa support. Sio kila mtu atanunua, lakini wengine watanunua, na hao ndio watakaowasha moto wa biashara yako. Baada ya kumuuzia mmoja, muulize, hivi unamjua mtu mwingine anayeweza kupenda hii bidhaa? Hivi ndivyo unavyolipuka. Mbinu ya 6 ni mambo ya mahesabu.
Usiue biashara yako. Hapa ndio biashara nyingi zinakufa. Kama hujui namba zako, umekwisha. Biashara ni hesabu, sio hisia. Tumia kanuni hii rahisi sana. Bei ya kuuza inatakiwa iwe sawasawa na bei ya gharama za bidhaa na gharama za uendeshaji, halafu mwisho na faida unayoitaka. Mfano, losheni umenunua kwa shilingi 8,000. Nauli ya kuifuata shilingi 2,000. Faida unayotaka ni shilingi 4,000. Sasa bei ya kuuza lazima iwe ni 8,000 ongeza 2,000 na ongeza 4,000 ambayo inakuwa ni 14,000. Sasa itabidi ununue daftari na uandike kila senti inayoingia na kutoka. Usipoheshimu pesa, haitakuheshimu. Mbinu ya 7 ni kukuza mtaji. Sasa hatua ya kichaa kuliko zote ni hii inayotaka kukwambia. Hii ndio itakayokutoa kwenye udalali na kukufanya uwe mmiliki wa duka. Kanuni yenyewe ni kama ifuatavyo. Faida ya kwanza usiiguse. Irudishe yote kwenye biashara. Fikiria umetengeneza faida ya shilingi 100,000 kwa kutumia mtindo wa dropshipping. Usinunue viatu, usiende kula bata, yani ukafanya ufahari. Hiyo 100,000 sasa ndio jeshi lako la kuanza biashara. Rudi Kariakoo, na kwa hiyo 100,000 uliokuwa nayo, nunua store ndogo ya ile bidhaa shujaa yako. Sasa sio lazima usubiri pesa ya mteja. Unauza papo kwa papo na unaweza kupata bei poa zaidi. Na hapo ndipo mchezo unabadilika. Faida unayoipata kutoka kwenye store yako, yani ile 100,000, unaiongeza. Sasa una mtaji wa 200,000. Kisha inakuwa 400,000. Kisha inakuwa ni milioni 1. Sasa unaanzia mdogo, lakini kila mzunguko unazidi kuwa mkubwa. Hivi ndivyo unavyojenga himaya yako kutoka kuanzia 0, yani ukiwa huna kitu. Nimekusha kueleza mbinu zote 7 na sasa naona tunaelekea mwishoni wa hii video. Sasa nafikiri umeona. Huhitaji mamilioni ya pesa na unahitaji ujasiri tu wa kuanza. Chagua bidhaa, anza kwa kuuza mali za wengine, jenga jina lako, anza na watu wako, jua hesabu zako na kisha kuuza pesa zako. Hayo ndio mambo ya kufuata. Ukosefu wa mtaji isiwe ni kisingizio. Una kila kitu unachohitaji sasa hivi. Simu na pia uwe na nia. Kama video hii imekupa nguvu, fanya vitu vitatu sasa hivi. Kwanza, vunja hiyo button, yani bonyeza hiyo button ya subscribe. Pili, bonyeza hiyo button cha like ili iwafikie wengine. Na tatu, na hii ndio muhimu zaidi, nenda kwenye comments na uniandikie ni hatua gani kati ya hizi 7 nilizokueleza au hizi mbinu 7 nilizokueleza unaweza ukaanza hata leo au kesho. Nitasoma kila comment na anza sasa hivi, na tukutane kwenye video ijayo.